huduma ya ukombozi na uponyaji. Homina Hosanna Ministry of All Nations, kutoka kwa Mtume G.K. Mwansasu. Tunda la Roho. Upendo ni maisha ya watu wa Mungu, na maisha ni upendo. Familia zetu zinapokosa upendo, tunakuwa tumemkosa Mungu mwenyewe. Maana tunakuwa hatuna maisha. Tuko chini ya jua, watu wa Mungu. Tunahitaji kuonyesha utambulisho wa maisha. Tunahitaji kumtambulisha Mungu wetu. Na ili Mungu wetu atambulike katika familia zetu, ni kufanikiwa. Manake Mungu tunayemwabudu tunahitaji kuona faida. Neno la Mungu, kwa faida ya kweli na Mungu wa kweli na maisha ya kweli yako ndani ya Yesu ambaye ni Kristo. Sana umehangaika sana. Sasa huu ni wakati. Huu ni wakati, lakini ningependa niseme tu kwamba wokovu ni mabadiliko ya tabia. Kwa yale ya nyuma, tabia zetu za nyuma tuziache. Ni watu wa Mungu. Tumezaliwa upya kwenye mbegu isiyoharibika. Ndani ya huu uzao kumejaa neema. Ni baraka tupu. Ndio maana ya Israeli mpya, ukoo mpya wa Mwansasu, ni ukoo wa kiroho. Ni kanuni tu, watu wa Mungu. Mungu hawezi akatekeleza kitu bila kufanya kitu fulani. Ondoka mwilini, rejea rohoni. Mungu ni roho na shetani ni roho. Hizi ni falme mbili zinazoshindana chini ya jua. Dalili za mtu aliyounganishwa na roho za mizimu. Tunataka tufahamu, mtu aliyeunganishwa na roho za mizimu anakuwa kuaje? Ndio lengo na kusudi tuko hapa. Watu wa Mungu, tungekuwa hatuna dhambi, tungekuwa hatuna matatizo, wala tusingekutana hapa. Mimi wana wa Adamu ninavyowafahamu. Watu wanakuja huko sababu wana matatizo. Wewe ngoja matatizo yaishe, uone tena. Uone tena. Kwa hiyo mimi katika urejeo wa Yesu ambaye ni Kristo, ni kuachilia ufahamu. Kwa leo tunapewa ufahamu katika maisha yetu. Unaweza kuwa unahangaika tu, unalia, hujui ni kwa nini. Kwa dalili nitakazozifundisha siku ya leo, ujichunguze, unazo? Kama unazo, tambua kwamba huyo ndo adui aliyepanda huo uchafu ndani ya maisha. Narudia tena, ujumbe unasema dalili za mtu aliyeunganishwa na roho za mizimu. Huyu mtu anakuwa kuaje? Lakini wapi walikwenda mpaka wakakuungamanisha na hizo roho za mizimu? Kulikuwa na sehemu maalum ya kufanyia ibada. Hiyo sehemu ndiko ambako hao watu walikwenda mahali hapo, wakafanya ibada, wakatoa sadaka, ili wewe uyaishi hayo maisha ambayo leo hii unateseka. Ningependa tujikumbusha kwamba nini maana ya madhabahu. Hakuna changamoto yoyote inomjilia mwanadamu isiyotokana na madhabahu. Hakuna ukombozi wote kwa mwanadamu
anaopokea mwanadamu usiotokana na madhabahu. Maana yake usiotokana na ibada. Nini maana ya madhabahu? Madhabahu ni sehemu ambayo imechaguliwa kwa ajili ya watu kwenda kuabudu, kwenda kufanya ibada. Madhabahu ni sehemu ambayo imechaguliwa kwa ajili ya watu kwenda kuabudu na kutoa sadaka zao mbalimbali kwa Mungu wanayemwabudu au mizimu au miungu wanayoiamini. Kwa hiyo hapa tunajifunza shida, dhiki na matatizo viko pahala panapoitwa madhabahu, mahala ambapo watu wanafanyia ibada. Amani ya kweli, ukombozi wa kweli unapatikana kwenye madhabahu. Ni sehemu maalum ambayo watu wao wanakwenda mahala pale kwa ajili ya Mungu wao ili aweze kuondoa shida, dhiki na matatizo. Kwa tuko mahala hapa, hii ni madhabahu ya Mungu. Mungu aliye mtakatifu, muumba mbingu na nchi. Na asili yake huyu Mungu anaachilia uzima, anaachilia baraka. Kwa mahala hapa tumekuja kuchukua uzima. Manake magonjwa sio halali yetu. Tumekuja kupokea mbaraka kwa sababu ni asili yetu. Kinyume cha baraka ni laana. Kwa ile madhabahu ya upande wa pili ambayo ndiyo ibada za mizimu zinafanyika, mahala pale ukipaendea, manake unachukua laana. Ndicho kinachopatikanika hapa. Yaani ukienda kwa mganga wa kienyeji, manake unaenda kupokea laana. Ukienda kwenye misitu kwa wazee wa vimila, manake unaenda kupokea nini? Laana, sio baraka. Ndio maana watu wanashangaa, watu utasikia Disemba tunaenda kupalilia, sisi kukwetulia makaburi na kujengea makaburi tukabarikiwe. Mnarudi mjini mnadaiwa madeni. Hamna chochote. Ni kwa sababu hamjajua, hamna ufahamu. Kwa madhabahu watu wa Mungu ni mahala wanapounganishwa, panapounganisha mbingu au kuzimu. Madhabahu ni sehemu, ni mahala ambapo panaunganisha mbingu. Madhabahu ni sehemu au ni mahala panapounganisha kuzimu. Manake Mungu ni roho na shetani ni roho. Hizi falme mbili zina ibada katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Kwa wewe mwanadamu, hizi falme zote mbili zinakuhitaji wewe. Wewe ni mtu wa thamani, mtu wa Mungu. Mwambie jirani yako wewe ni wa thamani. Mwambie tena. Kwa watu wa Mungu tuko mahala hapa, sisi ni wa thamani. Ili Mungu ajifunue chini ya jua, huyu Yesu ambaye ni Kristo, ili aonekane, anakuhitaji wewe. Kwa wewe la msingi na la muhimu ni kuamua, kama kijana na mke wake walivyoamua. Usilete masiala. Mtoto wa kike amehama dini ya babake na mamake Waislamu wao. Nyi watu msilete masiala. Nasikia? Dini ni roho. Dini ni roho. Msilete masiala. Msilete masiala. Cheza na kitu kingine. Sio dini, sio mapokeo. Ndio maana leo hii mnasikia tunapotangaza ukoo mpya Mwansasu, watu kuhama na zile koo zenye magonjwa, zenye mikosi. Kuna vita kubwa na kuna watu hapa wameacha kusali kabisa. Na wakati huu ni ukoo wa kiroho, na ujue kwamba kumbe huo ukoo unaoishi ni wa rohoni. Shetani hana utayari kwenye madhabahu yake kukukosa wewe. Kwa ningependa ujue na utambue thamani yako. Kwa tuko mahali hapa watu wa Mungu, tumechagua kilicho chema.
Kubarikiwa ni haki yetu. Amani ya kweli ni haki yetu. Ni haki yetu. Kwa madhabahu ni mahali unapounganishwa na mbingu. Hapo umekuja kufanya ibada, unaunganishwa na mbingu ili uweze kupokea baraka, ili uweze kupokea uzima. Ndio maana tunakemea magonjwa. Kumbukeni, mara nyingi wanasema hapa hatujaja kuzikana. Kwenye madhabahu ya Mungu wa kweli hakuna magonjwa, hakuna dhiki, hakuna mateso. Ndio maana ukikanyaga mahali hapa, iwe isiwe, lazima yatokee mabadiliko. Kwa sababu ya nini? Upo kwenye madhabahu. Upo kwenye madhabahu. Kwa kama upo kwenye hii madhabahu inaoleta baraka, manake leo hii umeamua kutoka kwenye ile madhabahu ya mizimu, madhabahu ya kuzimu. Watu wa Mungu, madhabahu ya kuzimu asili yake ni magonjwa, ni mateso, ni shida, na ndiyo madhabahu tuliokulia. Ndio maana leo tunataka tuone dalili za mtu ambaye ameunganishwa na roho ya mizimu, manake ambaye maisha yake yamefungwa kwenye ile madhabahu ya kuzimu. Hebu ngoja tuziangalie hizo dalili. Moja wapo dalili za mtu aliyeunganishwa na roho za mizimu. Ni dalili aina gani? Utazitambuaje? Ukiona mtu una matatizo sugu kwenye ndoa yako, tambua kwamba roho ya mizimu imekaa katikati ya ndoa yako. Chukua hatua. Sisemi wewe, mimi nimekuangalia tu. Wake mwanangu anaweza kufikiri labda anasema dalili za mtu aliyeunganishwa na roho za mizimu zinakuwaje? Dalili mojawapo, huyo mtu anakuwa na matatizo sugu. Kuna watu hapa tunawaombea, hawana utayari. Kila siku ni shida tu kwenye ndoa. Yaani wewe bado hujajua. Leo mume wako amefurahi, kesho amenuna. Mnacheka nusu saa, saa linapofika ni ugomvi. Ukiona kuna hiyo hali kwenye maisha yako, tambua kwamba roho za mizimu ya ukoo upande wa baba yako, ukoo upande wa mama yako, ukoo upande wa mume wako au mkeo, hizo roho ndizo chanzo cha changamoto kwenye ndoa yenu. Kwa hiyo ni dalili moja ambayo ni nzito inayosumbua kanisa. Ufanye nini? Amua kuikataa hilo. Kumbukeni, mimi natangaza ibada ziwepo kwenye hii madhabahu. Ni Mungu anataka akuhudumie. Na ili akuhudumie, Mungu ana kanuni. Anakuambia, mwanangu, ukitaka uone mema au neema ya kwangu, samehe. Unaona? Samehe wewe kwanza. Na kama unakomesha samehe, usikumbuke. Manake tunapomwendea Mungu aliye mtakatifu, muumba mbingu na nchi, katika madhabahu yake anayoachilia baraka na uzima tele, ni lazima mioyo yetu iachilie msamaha. Hiyo ni lazima. Watu wa Mungu, tusipoweza mioyo yetu ikaachilia msamaha, hata tukikaa mara hapa kwa huyu Mungu, mbaraka utatupita. Malaika watarudi na hizi package. Niwape siri.
ibada tulizonazo mara hapa zinaandaliwa na mbingu, sio mimi. Mimi ingekuwa hiari yangu wala tusingekuepo Alhamisi hii hapa, wala tusingekuwa wala Jumapili. Ni kazi. No way. Ni kwa sababu Mungu ametaka chini ya jua haweze kujifunua na kujidhihirisha mbele ya wanadamu. Umeelewa? Tabia zinazobeba hali halisi ya changamoto ya ndoa, zile tabia watu wa Mungu zimepandwa na mizimu yako tunaotoka. Ni maroho yale. Ni roho. Hiyo tabia inayokusumbua hiyo ni roho. Kumbukeni nimewaambia kuna tabia iliyo njema inamwakilisha Mungu. Kuna tabia mbaya inamwakilisha shetani. Kwa uzao wetu sisi wana wa Adamu, wa mbegu inayoharibika, tabia zetu ni mbaya. Ndio maana tuko mahali hapa. Ndio maana nahubiri nasema uokovu ni mabadiliko ya tabia. Kona waomba, badilika. Kubali hizi roho za mizimu za miungu ya kwenu sikusumbue. Achana nazo, kubali. Mimi hapa tungekaa mwaka kama hujawa tayari wewe, mimi hata ningekoroma hapa, ningetoa jasho, hamna kitu, kwa sababu wewe hujawa tayari. Lugha rahisi tunasema ichukie hiyo hali unayotenda nayo. Kwamba hivi kwa nini mimi tu? Kwa nini mimi? Kwa dalili mojawapo ya mtu ambaye amebebeshwa roho za mizimu ni matatizo sugu kwenye ndoa. Kwa kama una matatizo sugu kwenye ndoa, leo yanakuisha, kesho yanarudi, mara ya nini? Tambua kwamba roho za mizimu zimekushikilia. Katika mfumo gani? Katika tabia. Kuna wanawake wengine walali ni ndende. Kuna wanaume wengine wakali tu. Yani hizi ndo roho tunazozisema. Msifikiri roho za mizimu za miungu zikoje. Ni zile tabia. Tabia za Kinyakyusa, tabia za Kibena, tabia za Kibondei sijui. Zile ni maroho ya miungu. Kama si upande wa baba yako, upande wa mama yako. Ndio maana unaweza kukuta wewe ndoa ila kusumbua hata mama yako ilikuwa inamsumbua. Kwa hili yote haya sasa tuvuke, tufanyeje? Hebu tuamue sasa kukubali kubadilika. Manake hizi roho tuzikatae. Watu wa Mungu bila wahakikishia, hizi roho tukiabua sisi kwa hiari yetu kuzikataa, ndoa zetu zitapokea amani. Huyo mmeo sio yeye. Huyo mke sio yeye, ni kwao. Kwao kuna roho ya kuoa. Alafu anakukuta wewe mwanamke ni mwanamke mnyenyekevu, una Kristo, akipiga huku nageuza na huku. Ile miungu inachukia. Kwa nini? Wao kwao wamezoea hizo ibada, mwanaume kupiga mke, kutukana, akirudi anaanzia barabarani. Wewe mshazi wewe. Watu wa Mungu, kwani uongo hayapo haya? Yapo. Kwa hiyo ni dalili mojawapo ambayo kama kwako inasomeka, unaiona, tambua kwamba chanzo chake ni roho za mizimu. Kama sio upande wa babako, upande wa mama yako. Kama sio kwa mama yako, kwa mume wako. Wewe mwanaume, kama sio kwako, kwa mkeo. Yeye mkeo kwao. Hawaolewi. Akibadilika kwa neema ya kuolewa, kila siku ni kero ndani ya nyumba. Mume anaogopa kurudi nyumbani mapema, nyumbani kwa moto. Mwanamke anasema mimi warupembe, mimi unijua. Sasa kwa mfano kama mimi Mnyakyusa ndio nitatetemeka na kutetemeka. Mwanamke anakujibu, mimi mwanamke warupembe mimi. Unijui. Waulize hapa mjini. Kwa ile roho ya mizimu ya kabila ya Kirupembe ikatae kwanza.
ikatae. Tukiweza kuikataa hiyo roho, ndoa zetu zitabadilika. Dalili ya pili, huyu mtu anakuwa na ndoto kubwa za kufanikiwa, lakini ajui aanzie wapi. Huyu mtu kwa ukiona unakuwa na ndoto, una maono ya kufanikiwa, lakini ujui uanzie wapi ili ndoto yako iweze kutimia, tambua kuna roho za mizimu ndio chanzo cha kuzuia ufahamu wako usijue uanzie wapi. Kumbukeni, mimi nimesema naleta dalili za mtu aliyeunganishwa na roho za mizimu. Kwa kama una mandoto mazuri ya kufanikiwa, lakini utekelezaji haupo, tambua kwamba umeungamanishwa na roho za mizimu ya ukoo upande wa baba yako. Kama sio ukoo upande wa baba yako, upande wa mama yako. Kama sio huko kwa mume wako ulikwenda kuolewa. Hiyo imo. Kuna wanawake walikuwa wanafanya biashara vizuri tu kabla hajaolewa, lakini alipoolewa tu pesa ishikiki. Maana yake mme aliyekuoa, aliyekusogeza, roho za mizimu ya kwao zina neno maskini. Wewe mwanaume kabla hujaoa, uchumi ulikuwepo, pesa inashikika, lakini ulivyomleta mwenza tu, biashara inakufa. Na kama pesa ipo, magonjwa kila kukicha, ni shida na tabu kila siku. Mke ni mgonjwa we, ni mgonjwa we, ni mgonjwa we, ni mgonjwa we. Kama hizi dalili zipo kwenye ndoa, zipo kwenye maisha mnaoishi, tambueni kwamba mmeungamanishwa na roho za mizimu. Manake mizimu ya koo kati ya wewe au mmeo ndizo zinazofanya hayo. Mfanye nini? Amua, njoo Mina, amua. Amua. Hii si tu mgaya tena, naitwa bwana sasa. Amua. Amua wewe. Amua. Kina mgaya kuna nena labda magonjwa. Kuna nena uchumi unakuja unakimbia. Amua. Nani anayetaka uchumi unakuja unakimbia? Hakuna. Mimi nataka nikamate. Amua. Amua. Kwa hapa tunatazama dalili. Haya yote ni kwa sababu sisi tumezaliwa kwenye mbegu inayoharibika. Haya ndiyo maisha wanadamu wanayaishi. Lakini hao wanadamu haya maisha wameyachoka. Wameyachoka, ndio maana Mungu sasa ameleta hii madhabahu ya Umina. Lakini ndani ya hii madhabahu ya Umina, fuata kanuni. Samehe. Amua. 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 Kwa mtu anakuwa na ndoto kubwa. Hakuna si na ndoto kubwa watu wa Mungu. Kuna watu wako hapa wanataka kumiliki na kutawala. Acha kabisa. Kijiji kizima na mtaa mzima, soko zima leo nyanya wanunuage kwake. Anataka, lakini hayatimi. Nini? Umeungamanishwa. Manake kila ukitaka upige hatua unavutwa manake. Unavutwa. Maana ya kuungamanishwa ni kwamba ni ule mfumo halisi unaoishi. Unataka kuishi hivi, lakini maisha unayoishi sio vile unavyotaka. Sio vile. Amka. Hii ni dunia. Mimi ni mtume. Nimetumwa na hii madhabahu imekuja kwenye hili anga la Njombe kwa kusudi. Imeletwa hii madhabahu kwa sababu kuna watu wana uhitaji. Ni nani? Ni wewe au ni yule? Lakini tusisahau wokovu ni mabadiliko ya tabia. Kubali.
kubali. Watu wa Mungu, tusipokubali kubadilika, Kristo hatakaa ndani mwetu. Hatakaa. Maneno mengi. Acha uchafu huo. Roho Mtakatifu akai pachafu. Sio wa ndende. Kuna jinajisi. Watu wengi wameokoka wanakosa amani mara kwa mara. Unafikiri unakosa amani kwa sababu ya nini? Tabia yako. Hivi wewe umepiga umbea, baada ya dakika 20 unafikiri kinafuata nini? Yule alifanya hiki na hiki. Yule hivi hapo umebaki peke yako sasa, unaanza hivi mimi nimepiga umbea. Unaanza kukosa amani wapi? Ndani. Unaanza kukosa amani ndani. Manake umeruhusu lango ya zile roho za mizimu upande wa baba yako. Kuna watu nasikia ni huyu umbea alionao madambe kama shangazi yake. Sasa shangazi anatoka wapi? Si kwa baba yako. Huyu msimuone kama mjomba wake. Anatoka wapi? Si kwa mamako. Ni mizimu, miungu ya ukoo upande wa baba yako, ukoo upande wa mama yako, ndio chanzo watu wa Mungu. Haya yote tunaolia chini ya jua, chanzo chake ni kwenye koo tunazotoka. Dalili ya 3 inasema mtu, dalili ya huyo mtu kuishi katika nyumba zilizolaaniwa. Unaishi katika nyumba iliyolaaniwa. Ukitaka kupanga nyumba, mizimu ya ukoo ambayo ndio chanzo cha kuharibu hatima yako inahakikisha unapanga nyumba sehemu ambao wachawi wapo, eneo ambao waganga wa kienyeji wamejaa. Hizi nyumba mnazopanga hizi hamjui. Manake wewe roho za mizimu ya ukoo wenu haitaki upate amani. Si mmesikia hapa? Hawataki kabisa uwe na amani. Kwa ukitafuta amani ya Kristo katika njia yote, wanachukua ufahamu wako. Unaenda kupanga zenge, nyumba unaopanga kumbe ya wachawi. Na kama si ya wachawi, jirani ni mchawi. Roho wa kweli anatujua. Ndio maana hizi jumbe zimekuja. Ufanye nini kabla hujaenda kupanga nyumba yote? Kaa na Kristo. Uongozwe na Roho wa kweli akuonyeshe mahala. Ni kweli sio kila mtu tutakuwa na nyumba kwa sasa, lakini kila mtu unatakiwa na nyumba yako. Wewe ambaye muda wako bado, manake lazima upange. Utaenda kulala stendi wewe. Si lazima upange. Lakini nyumba unaoenda kupanga, usitumie akili yako kwenda kutafuta nyumba, wala elimu yako, wala pesa yako. Unajua kuna wengine unasikia kwani mimi na shida gani? Na hela kulipa bwana. Unaenda kulipa wapi? Mpe nafasi Roho wa kweli wa Mungu. Kwa nini? Kuna vita. Roho za mizimu ya ukoo wenu, upande wa baba, upande wa mama, upande wa mkeo au mmeo, hazitaki mpokee amani kwenye ndoa. Kwa mnaenda kupewa nyumba ya wachawi. Mama mwenye nyumba mchawi, jirani yuko mchawi mara pale. Kumbe lile eneo, ile ardhi ni lango la kuzimu. Watu wanapotaka kupaa lazima wakae mlipo nyinyi. Tufanye nini? Tumpe nafasi Roho wa kweli wa Mungu. Na ukishampa nafasi Roho wa kweli wa Mungu, jitahidi sana hiyo nyumba uliyopata uendelee kumuomba Roho wa kweli wa Mungu ujenge ya kwako. Kwa sababu kuna vitu vingine si warokole, ni wakorofi sana. Unalala na kesha kwenye nyumba ya mwenzi, unavunja vilivyomo wewe vya kwako. Mwenzi
mwenzio ndio maisha aliyojiwekea. Unajua umaskini wa kanisa unatugharimu sana. Navunja mimi. Haiwezekani usiku mzima wenzio anakoroma. Hiyo nyumba mwenzio ndio maisha yake hayo, wewe umeenda kumchokoza wa nini? Lakini ili haya asitokee, tujenge za kwetu. Na ili tujenge za kwetu, tukatai ile roho ya umaskini yako tunazotoka. Kuna roho zinazozuia kabisa kujenga nyumba, zipo. Kwa ukiona kile ukitaka ukitamani kujenga nyumba ikamili kitabua. Ulize jirani yako, mwenzangu, yamekamilika? Kama bado, tambua kwamba hii dalili umeungamanishwa na roho za mizimu. Kuna watu wanafika sehemu wanauza na kuuza kiwanja. Nakuja mimi nanunua. Wewe si unapenda hela. Hafu ile hela inakaa nusu tu mkononi, imepotea. Nini? Umeungamanishwa. Tufanye nini? Uko mahali hapa penye kubarikiwa. Kubali kwamba mimi kufika mwezi wa 8 sitapanga tena, nitakuwa nimejenga nyumba yangu. Haleluya. Haleluya. Mwambie jirani yako, mimi kufika mwezi wa 8 mwenzio, napiga mluzi kwenye nyumba yangu. Mwambie. Mwambie wenye nyumba, bye bye wapangaji tunaondoka. Mwambie mwenye nyumba, bye bye wapangaji tunaondoka. Unaniangalia na miwani yako yani. Wengine wako hapa wanatuombea na tupangage kwao tu. Wanaongeza na nyumba zingine, sisi tuendelee kupanga tu. Hakuna wakupanga, kama yupo atajaza yeye. Mwambie mimi sitapanga tena, naenda kwangu. Haleluya. Mwambie tena. Mimi sitapanga tena, naenda kwangu. Hakuna lisiowezekana, watu wa Mungu, mnasikia? Anenena si mimi sipigi porojo hapa. Ni wewe amua. Hii ni madhabahu inayoachilia nini? Baraka. Unapokuwa umejenga nyumba yako, heshima na utukufu ni za huyu Mungu. Mnaelewa? Kwa nini unaenda kumsimika yeye mara pale? Ataabudiwa yeye pale. Sio wewe. Watu wa Mungu. Kwa hiyo tukubali na tuzikatae hizi roho za miungu yako zetu tunazotoka. Ndizo chanzo cha ya matatizo. Magonjwa hayaponi kwenye nyumba tulizopanga. Mara hapo ni kuzimu, ndo asili inapolimwa magonjwa. Utafanyeje? Wewe kama unataka magonjwa hama. Uambie wapi? Mwambie roho akwambie. Na roho kama atakuonyesha, mwambie miezi 4 mimi iwe mwisho. Mwambie jirani yako, miezi 4 mwisho. Kama yupo uliyepanga kwake, mwambie ndo mwisho sasa. Hii kodi ya mwisho sasa. Mwambie. Kama alikuwa anategemea ndo akapeleka watoto shuleni, hakuna, atajaza. Haleluya. Kila mtu anataka kumiliki na kutawala. Kila mtu anataka kumiliki na kutawala. Naona mama hapa ananiangalia. Josephine ananiangalia. Sasa utafanyaje? 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 Eti mtu wa Mungu utafanyaje? Upendi mpangaji wako apange? Anaenda akajenga ya kwake. Sasa wewe watoto watasomea nini? Haleluya. Haleluya. Kuishi katika nyumba zilizolaaniwa. Ukitaka kupanga nyumba, mizimu inahakikisha unapanga kwenye nyumba zilizoandikiwa au zilizo karibu na wachawi. Mizimu inahakikisha. Kwa nini mizimu inateka ufahamu wako? Kwa tuwe makini, lakini tukatae. Dalili ya 4, kuota unafanya mitihani lakini unashindwa kujibu maswali yote. Na hizi ndoto ni nyingi sana kwenye kanisa. Ukiona una ndoto za namna hiyo, tambua kwamba umeungamanishwa na roho za mizimu, upande wa baba yako, upande wa mama yako, upande wa mmeo au mkeo.
Na ninasema hakuna ndoto inayosumbua watu kama hii. Wewe baba lizima na umri unaonekana umevaa kaptura unaenda shule ya msingi. Hivi kiote unajua si ndoto zinazotembea. Umevalishwa na nini? Na kaptura. Kila ukifanya mtihani unapigwa na viboko, umefeli. Tambua kwamba wewe umeungamanishwa na roho za mizimu. Manake hazitaki maisha yako ya kiroho yaongezeke. Kwa nini hizi roho za mizimu hazitaki wewe maisha yako ya kiroho yaongezeke? Ni vita watu wa Mungu. Kwa sababu wewe kazi, si mnajua tukiwa hapa, vunja. Si tunavunja, manake tunazipiga zile roho. Tunabomoa zile madhabahu. Wasifanye tena ibada. Kwa wao ili waendelee na ibada wakigundua kwamba wewe ndio unayepambana nao. Kila siku maisha yako ya kiroho hayakui. Unaongezewa ukaidi. Mtume akisema hiki wewe huko hivi. Mtume akiagiza fanya hivi huko hivi. Ukiona umebeba sana hiyo roho ya kutomtii mtume, tambua kwamba roho za miungu na mizimu ya ukoo wenu ndio iliyokukalia ili wewe Kristo asiwe na nafasi ndani mwako. 5, matatizo sugu ya uchumi. Kuna watu ukiona una matatizo sugu ya uchumi, tambua kwamba umeungamanishwa na roho za mizimu za ukoo wako. Narudia tena, mtoto wa kike ulikuwa vizuri, umemaliza shule vizuri, ukaingia kwenye biashara, ufahamu upo, ukawa unapiga shilingi, lakini ulipokutana na huyo mwenza ikawa shughuli. Uchumi haushikiki. Kumbuka mwenzio amekuja na roho za mizimu ya upande wa kwao. Na ile roho inanena huyu mwenzio kwao hakuna kufanikiwa. Ili liangalieni sana. Tufanye nini? Ukifika hapa kwa serious. Amua. Ichukie hiyo roho. Mwambie Mungu wa mara hapa, haya sio maisha. Siwezi nikaishi na mume wangu ana kazi. Siwezi nikaishi na mke wangu ni changamoto. Mwambie, ndio ukifika hapa lia na hilo tatizo. Ama ni ndani ya nyumba haipo na watoto. Mitoto imejaa tu nyumbani ni mzigo. Unafikiri upendo utakuwepo? Utatoweka tu. Wala mtoto ya kike iko tu ndani au inazalia tu nyumbani, imejaa tu nyumbani. Upendo unatoweka, asikudanganye mtu. Maisha yenyewe tulio nayo. Lakini yote hizo dalili zote ukiziona hivyo, tambua kwamba ndoa yako au familia yako imeungamanishwa na hizi roho za kuzimu. Kuna watu hawapati uzao, wameungamanishwa. Lakini umebahatika kupata uzao, lakini ile miungu imekuachilia upate nini? Uzao. Lakini mateso ndani ya ile uzao, acha. Mjukuu mwingine ubavu, mjukuu mwingine mbele, mwingine nyuma. Wewe tu wajukuu wao. Akina hela, utasikia huyu mjukuu wangu. Umlioni wa kucheza na wajukuu wako ni kula maisha na Yesu. Waache na wazazi wao huko. Na ubaya wa mjukuu, umenielewa? Binti yako ameleta mtoto nyumbani. Huyo mwanaume kwao kukoje? Limekimbia. Umesomesha mtoto kwa tabu, mtoto wa kike anakuletea watoto nyumbani. Wamejaa tu. Naona mnachukua leso mtafanyeje? Ndio hali halisi ya maisha. Na haya maisha yanatukumba kwenye familia zetu kwa sababu kuna hizi roho. Kuna watu tuko hapa
roho za miungu na maadui wengine hawapendi kabisa tuwe na amani ndani ya maisha yetu. Wewe ni kukubebesha mizigo tu kila kukicha tu. Kila kukicha. Lini utapumua wewe ndani ya Kristo? Lini? 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 Uchumi. Kwa matatizo sugu ya uchumi, tambua kwamba hii roho ni ya miungu. Kama sio ya kwako wewe mwanaume, mke ulioa. Kijana umeoa mke, kila siku ni kuugua tu. Kila siku. Kila siku. Mshahara ukitoka tu, wewe ni kukagua tu hospitali gani iliyopo nzuri. Wewe maisha gani? Maisha gani? Ndoa ni paradiso. Ndoa sio utumwa nyinyi. Ndoa ni raha. Ndoa ni raha. Baba unawahi nyumbani, unafurahi. Uwahi wapi? Mama anafurahia baba afanyaje? Awahi nyumbani. Hizo ndo ndoa. Sio mama anasema hili lichelewage tu linawahi kufanya nini? Bora ligongwe na boda boda huko. Jamani, haya hapo. Ndoa zimeharibika. Miungu imesababisha haya mambo. Imesababisha. Mume unaomba draft iendelee kuchezwa mpaka saa 6. Kuna wanaume wanashinda kwenye kuangalia mipira mpaka saa 8 usiku nyumbani kwa moto. Wewe niambie, wewe mwanaume kweli mwenye mke na watoto, ndoa ina amani. Hivi kweli wewe mpaka saa 4 saa eti umekaa tu kwenye kuangalia mipira kwenye banda huko? Tunda lako taliangalia sana. Lazima angalie. Yote haya kama yapo unayapitia, tambua kwamba umeungamanishwa na roho za mizimu. Ufanye nini ukifika hapa kwa serious? Hayo maisha unayoishi sio ya kwako. Umebadilishiwa. Dhahabu safi ya kwako wamechukua. Umepewa iliyo feki na unajiona ni mtu. Kweli mwanamke unaenda kwenye tubanda toa M-Pesa kutoa 5,000. Eti amekutumia mmeo ya matumizi. Hivi samani lakini tafanya. Mimi nafundisha uchumi. Unajua kuna vitu vingi na hata unapofika kwenye biashara hiyo, nini nitolee ka 5,000. Nasema kweli. Tunajadili uchumi. Hivi wewe jisikie mwanangu. Na urembo ulionao. Unaingia kwenye kabanda. Nitolee iko humu shilingi ngapi? 5,000. Au nimetaja pakubwa? Nimetaja pakubwa? 1,000. Kweli 2,000. Kweli au ni maisha? Mmeo eti. Mme wa kwako. Piga goti lia hapa. Haiwezekani, kuna kitu. Usilie mwanangu. Unaangalia chini unalia. Piga magoti ukifika hapa. Ni aibu au sio maisha? Kuna adui yupo katikati yako. Haiwezekani. Mmeo amekwaga ameenda kufanya kazi. Kuna mara eti anakutumia 5,000 kwenye simu. Ni akula na familia nyumbani. Unaenda kwenye kibanda cha watu kwenda kutoa. Hata mshipa aibu hamna. Mlilie huyu Mungu nini? Hii ni nini? Ni maisha gani haya? Manake huyu mmeo anacheza huko. Mtaona kama natania. Lakini roho wa kweli wa Mungu ananena. Na katika huu unenaji anataka kufungua vifungo. Tuishi maisha ya kutawala na kumiliki. Wachukia tu. Wewe.
Walokole kuna dhambi tunachuma ni kwa sababu tu. Kwa sababu matatizo sugu. Mekaa na mume hapabadiliki. Na wewe unacheka mwanamke, na nimefundisha mwanamke ni nguzo. Mwanamke umeambatana na mume ili uchumi uwepo. Wewe ndio uliyeshikilia nyota kubwa ya uchumi. Huyu mmeo shida nini? Nakupa maarifa hapa. Haiwezekani. Mwanaume yoyote yule ambaye ni kweli mmekutanishwa katika kusudi jema, Mungu yupo katikati. Mwanaume kokota alikoenda kutumia nguvu yake, wewe kwa sababu umeomba, lazima atengeneze fedha. Lazima. Na akifika nayo nyumbani, wewe mwenyewe si umefanya kazi, umeomba, umepiga goti mwanangu. Lazima. Kwa ukiona una maisha kama haya ndani ya nyumba yako, ukiwa hapa lia. Mimi nakupa maarifa. Tambua kwamba kuna adui katikati ya ndoa hii. Kuna roho za mizimu. Kama sio kwenu, kwao yeye mume wako. Pambana na hiyo roho. Nilifundisha juzi, wewe mwanamke ni ngao ya ndoa. Ni ngao ya nyumba. Ni mlinzi. Wewe ni matairi ili gari lifike pale. Linahitaji wewe uwepo. Unazubaa nini na 5,000 kwenye mabanda yani? Kama unalizika. Narudia tena, mmeo anakutumia 5,000 unaenda kwenye M-Pesa. Na kesho unalizika tu. Sio maisha. Mwanamke sio maisha. Usio uchumi, utawapeleka wapi uchumi? Utawapeleka wapi huo? Na mwanamke una mahitaji mengi. Ndivyo ulivyoumbwa. Wewe ni wa raha. Wewe sio wa shida, mwanamke sio wa shida. Hawa wanaopata shida basi tu. Tukirudi kwenye uumbaji, sio asili yako mwanamke. Sio asili yako. 6, mtu aliyedumaa kiroho. Ukiona umedumaa kiroho, tambua kwamba umeungamanishwa na mizimu. Kwa mizimu ya ukoo mara nyingi inapambana na sisi ili tusikue kiroho. Tunabaki pale pale. Mmenielewa? Hata hizi huduma, msione watumishi huduma zinabaki pale pale. Naye anapigwa huko. Na mimi siko tayari. Unasikia, na mimi siko tayari. Eti miungu ya kwetu au miungu ya kina Mtewele eti anze mimi kufifisha huduma. Haiwezekani. Kila siku ninakuona wewe tu. Unakuja wewe, nao unaridhika tu. Hao ndio waumini wangu. Hakuna. Tunahitaji huduma isonge mbele. Manake kama huduma isongi mbele, tayari pana adui. Kama si kwangu mimi mtume, kwa mke wangu. Kama si kwa mke wangu, kuna maagenti. Msifikiri kwa nini nafukuza sasa hivi. Hata ukiwa agenti na kufukuza sasa hivi. Unataka kuifanya hii huduma ibaki hapa? Hakuna. Rudi Makonda. Sio kwamba urudi mwanangu. Sio kanisikia vibaya mwanangu. Unasikia, sio kajisikia vibaya. Ni neno tu nimelitamka. Mmenielewa? Lakini haya yote ni maarifa. Mmenielewa watu wa Mungu? Kwa unapoamua kutoka nyumbani unakuja kwenye ibada mahali hapa, kuwa serious. Umia na nyumbani kwako na maisha yako. Unapitia nini? Nani kwa nini napitia haya? Njoo ulie hapa, tulie pamoja. Mimi nimekuambia mimi na utayari wa kubeba mzigo wako. Peke yako huwezi. Fuata kanuni na misingi halisi. Dalili za mtu aliyeunganishwa na roho za mizimu. Matatizo sugu kwenye ndoa. Tufunge na kufunga siku nyingine. Mwambie Mungu mimi nafia humu ndani asipookoka huyu. Unajua waume zenu wa jiji mnacheka. Unaangalia, nacheka. Mimi mke wangu alifunga, alisema bora life hili. Unashangaa. Mimi wakati sitaki kuokoka. Funga. Alisema Mungu isipoleta jibu ili wiki, ili jamaa likazi kwake kwao ipinda. Lakini nikaokoka. Manake jitoe. Vipi? Mbona shangaa? Acheni kushangaa. Umia na hilo unalopitia. Leo hii nimekupa neema hii kubwa.
umetoka na upako, unarudi nyumbani, unaenda kukutana na kero. Manake kile chote ulichokitumia toka saa 4 asubuhi kimepotea. Unaanza kulaumiana na mkeo au mmeo, sio yeye, miungu, mizimu, madhabahu, adui. Kwa ili hiyo hali iondoke, vimba, amua. Falme wa Mungu unateka na wenye nguvu. Amua. Hapa tujaja kupiga filimbi. Nini maana ya madhabahu? Madhabahu ni sehemu ambayo imechaguliwa kwa ajili ya watu kwenda kuabudu na kutoa sadaka zao mbalimbali kwa Mungu wanayemwabudu au mizimu, miungu wanaoiabudu. Hii ni madhabahu. Unapotoka nyumbani kwako unakuja hapa, amua. Amua, acha kucheka cheka. Kwa serious. Hapa tujaja kuonyeshana sura, tumekuja kupambana ili miungu ya maroho yaondoke. Yaondoke. Mwanamke ni kukaa jikoni kukaangiza bwana. Wewe vipi? Wewe utakukaangiza hata siku moja? Fikiri tu. Lazima tusemane, hivi unajisikiaje? Mwanamke ni kukaangiza bwana. Kila siku kwenye jiko lako, yani hata panya hawasogei. Sasa wewe mwanamke wa wapi wewe bwana wewe? Kama iko hivyo nyumbani Jumapili hapa, njoo hapa bila uhakikishia. Kama mme wako mvivu kuleta vitamu, njoo Jumapili na hiyo ibada hapa. Taliona lenyewe. Alitumika 5,000 tena. Anatuma huko ili mle kuku. Ndio tuliojia hapa, ndicho kilichopo. Tunda la Roho. Tunda la Roho. Upendo ni maisha watu wa Mungu, na maisha ni upendo. Ukiona umekosa upendo, tambua kwamba umekosa maisha. Kwa maisha yetu watu wa Mungu yamebebwa na hili tunda linaloletwa upendo. Mwambie jirani yako, shika neno. Mwambie tena, ukalitendee kazi. Ukalitendee kazi. Amina. Tusimame watu.